Karibuni katika darasa huru la Injili. Hili ni darasa linalojulikana kwa DHI au darasa huru la Injili. Tuna uhuru wa kuihubiri Injili kama ilivyo, kwa lengo la kutaka wanafunzi wetu waweze kumjua sana mwana wa Mungu. Lakini pili, tunajifunza neno la Mungu ili kukua katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Tatu, tunasoma neno la Mungu kama darasa ili Kristo aumbike ndani yetu. Lakini tunasoma neno la Mungu na kulipokea kwa moyo wa uelekevu na kuyachunguza maandiko kila siku ili tuone kwamba yanavyohubiriwa ndivyo yalivyo. Leo ni siku ya tatu, tunaendelea kujifunza kichwa kinachosema huwezi kumjua sana mwana wa Mungu kama huijui Biblia kwa ujumla, na tofauti ya Agano la Kale na Agano Jipya. Kama unataka kumjua sana mwana wa Mungu, soma sana Biblia, tafakari sana neno la Mungu, jifunze sana neno la Mungu, sikiliza mafundisho sahihi sana kila wakati. Utakuwa katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Na tulipanga kuwa na siku tatu za kuijua Biblia. Siku ya kwanza tulijifunza maajabu ya Biblia. Tuliona maajabu mbalimbali ya Biblia na jinsi Yesu alivyotajwa na kutabiriwa tangu kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 hadi Ufunuo. Tunaona Agano la Kale Yesu ametabiriwa kwa zaidi ya mara 25, na unabii huo tumeufuatilia umejitokeza katika Agano Jipya kwa zaidi ya mara 25 katika nabii ambazo ziko wazi moja kwa moja. Lakini siku iliyofuata tulijifunza kwamba Biblia ni kitabu cha maagano, na tulijifunza kwamba Biblia sawa, tunajua ina maagano makuu mawili, lakini Biblia ni kitabu cha maagano 7. Ndani ya Biblia kuna maagano 7. Ukiongeza na yale mawili makubwa inakuwa 7. Kwa hiyo kuna 5 madogo, lakini kuna maagano mawili ambayo ukichanganya Biblia nzima ina maagano 7. Mungu amefanya maagano 7 katika Biblia kwa makundi ya watu mbalimbali, na tuliona kanuni mbalimbali ambazo zinazingatiwa unaposoma Biblia, kujua nani Mungu aliongea na nani na alilenga katika agano hilo limuhusu nani. Wasiohusika na agano hawahusiki na sheria na taratibu ambazo zinalifunga hilo agano. Maagano hayo 7 ni kama ifuatavyo. Kuna agano la kwanza inaitwa agano la Eden la Adam. Agano la pili ni agano la Nuhu. Agano la tatu ni agano la Ibrahimu. Agano la 4 ni agano la Daudi. Agano la 5 ni agano la Palestina. Agano la 6 ni agano la Musa la Torati. Agano la 7 na mwisho agano la Yesu la neema. Tuliona kwamba yako hayo maagano 7, na kipindi kilichopita tulifanikiwa kufafanua maagano 6. Agano la 7 ambalo ni agano la Yesu la neema tutalifafanua kuanzia leo. Sasa tuanze somo la leo. Agano la 7, agano la Yesu la neema, New Covenant, NT. Agano hili, katika somo hili tutajifunza mambo matatu. Tutakuwa na sehemu 3. Somo letu la leo tumeligawa katika sehemu 3. Mungu akitujalia tukimaliza vizuri, utakuwa na uelewa mzuri sana wa Agano Jipya. Sehemu ya kwanza ni maana ya Agano Jipya. Sehemu ya pili ni ubora wa Agano Jipya. Sehemu ya 3 ni sababu kuu za kuanzisha Agano Jipya na kwa nini Agano la Kale lilifutwa. Kwa nini? Kwa nini lilianza Agano Jipya? Kwa nini Mungu alileta Agano Jipya wakati la Kale lilikuwepo?
Kwa nini lilivyokuja jipya, la kale akalifuta? Sasa tuanze sehemu ya kwanza. Maana ya agano jipya ni nini? Agano jipya au agano la Yesu Kristo ni agano jipya. Mungu aliweka agano hilo kupitia Yesu Kristo kwa damu yake. Ni agano la neema, na ni agano la neema, ni agano la wokovu, ni agano la uzima wa milele. Si agano la sheria wala si agano la Torati, bali ni agano la imani. Katika agano jipya tunataja zaidi neema, tunataja zaidi imani, tunataja wokovu, tunataja uzima wa milele. Haya maneno manne, yako mengine mengi, lakini katika agano jipya haya ndiyo maneno ya msingi ambayo ndiyo yanaounda agano jipya. Tunataja neema, tunataja wokovu, tunataja imani, tunataja uzima wa milele. Hili ndilo agano la kwanza la mataifa kuhusishwa kikamilifu. Tumeona maagano mengine tumehusishwa, lakini agano jipya ndio agano letu hasa. Kama unakumbuka, Yesu alisema hivi, baada ya Wayahudi kumkataa Yesu akawageukia mataifa na akawakabidhi agano jipya. Agano jipya ni agano la mataifa. Israeli wako wanaookoka, lakini hili ni agano la mataifa. Soma vizuri Warumi sura ya 11 yote, utaelewa majira ya mataifa ni nini. Majira ya mataifa ni majira ambayo Mungu amewageukia mataifa, na mataifa ndio wanaowaita sasa taifa takatifu. Kwa hiyo agano hili ndilo la kwanza kwa mataifa. Agano jipya ni mapatano ya pili na ya mwisho, ukitoa agano lile kubwa la Israeli, agano la Musa na Torati. Agano linalofuata kwa ukubwa ni agano jipya, na ni agano la mwisho ambalo ni agano ambalo halina ukomo. Mungu alifanya agano hilo na wanadamu wote kupitia kwa Kristo Yesu, linaitwa agano jipya. Tunasoma haya katika Waebrania sura ya 13 mstari wa 20. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo ameleta Ukristo, ameleta kupitia agano jipya, agano la milele. Biblia inasema wazi kabisa, agano jipya ni agano la milele. Manake maagano yaliyo mengi, hasa hili kubwa la Torati, ilikuwa ni la muda. Biblia inaendelea kusema kwamba kule Mungu kutuletea agano jipya, maana yake huu ndio mwisho wa agano la kale kutimilika. Alivyoleta tu agano jipya, ana maana agano la kale ndio mwisho wake. Waebrania sura ya 8 mstari wa 13. Kwa kule kusema agano jipya, amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu, lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa kikaribu kutoweka. Wakati mwandishi anaandika Biblia au waraka huu, anasema ilikuwa kinakaribia kutoweka, lakini kiuhalisia agano jipya, agano la kale halipo tena wala halina kazi. Agano jipya, nataka tuelewane kwanza. Ninaposema agano jipya, sio vitabu kutoka Mathayo hadi Ufunuo, bali agano jipya ni yale mapatano yaliyofanyika kati ya Mungu na wanadamu kupitia Yesu Kristo kwa damu yake. Agano jipya tunaliona pale linapotangazwa katika Luka sura ya 22 mstari wa 20. Neno la Mungu nasema, kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika
kwa ajili yenu. Kwa hiyo tunaona Luka sura 22 mstari wa 20, agano jipya linatangazwa. Agano jipya kama lilivyo la kale lina mambo makubwa matatu au mawili. Jambo la kwanza, kila agano lazima liwe na damu ya agano, ambayo tunaona damu hapa imetajwa, damu ya Yesu. Lakini agano lazima liwe na vitabu vyake, vitabu vya agano. Ukisoma katika Kutoka sura ya 24 mstari wa 6, wa 7 na wa 8, anaeleza lile agano la kale wakati linawekwa pale katika mlima Sinai, lilikuwa na kitabu cha agano na damu ya agano. Tunajua kitabu cha agano la kale ni kutoka Mwanzo hadi Kumbukumbu la Torati. Vile vitabu 5 vya Torati ndio kitabu cha agano. Lakini kuna damu ambayo vijana waliichinja pale katika agano. Musa akaichukua akanyunyiza katika madhabahu na kwa wanadamu kwa kulizindua agano. Yesu naye hapa katika Luka sura 22 mstari wa 20 anazindua agano jipya. Na agano jipya lina vitabu 4 vya agano ambazo ni zile Injili: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Hivi ndio vitabu vya agano, na agano lenyewe linazinduliwa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo kitabu cha agano nimeshavitaja. Damu ya agano ni damu ya Yesu. Agano jipya ndio agano la milele lenye wokovu wa kweli lililoamrishwa kwa damu ya Yesu na kuandikwa mioyoni na Roho Mtakatifu. Agano jipya ni mapatano mapya kati ya Mungu na wanadamu yaliyoanzishwa na Yesu Kristo kwa damu yake mwenyewe ili kumpa mwanadamu wokovu wa milele kwa neema, kwa njia ya imani. Utabiri wa agano jipya. Utabiri wa agano jipya unapatikana katika Yeremia sura ya 31 kuanzia mstari wa 31 na kuendelea. Kwa kifupi nisome mistari michache uone jinsi Mungu alivyotabiri agano jipya, ingawaje alilitabiri tangu katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, lakini hapa analitabiri na kueleza samara yake kwamba agano hili litakuwaje. Mstari wa 31, Yeremia 31 mstari wa 31 anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu walilivunja. Mungu anasema agano ninaloleta halifanani na agano la kale ambalo hawa watu walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatafundishana kila mtu na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Naam, nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Hilo ndio agano jipya. Hiyo ndio plani ya agano jipya kabla haijatimia. Mungu alitupa plani katika Yeremia 31 mstari wa 31 hadi mstari ule wa 34. Utimilizo wa agano hili ni katika Luka sasa sura ya 22 mstari wa 20. Kikombe hii nacho vivyo hivyo baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Pili, agano hili liliwekwa kati ya Mungu na
Yesu Kristo kama mpatanishi na mwakilishi wa wanadamu, na wanadamu wote wanaoamini wanaingia katika agano hili. Agano hili za sasa halina Myahudi wala Myunani, ingawaje hiki ni kipindi cha mataifa, lakini Wayahudi pia wanaruhusiwa. Si Myahudi wala Myunani. Myunani anawakilisha mataifa. Kwa hiyo hili ni agano la wote. Katika Waebrania 9:15 neno la Mungu linasema, na kwa sababu hii Yesu ni mjumbe wa agano jipya. Mjumbe ni mediator kwa Kiingereza. Mjumbe ni mpatanishi kwa Kiswahili. Kwa hiyo Yesu ni mpatanishi au ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Huu mstari wa ajabu sana. Unaeleza kabisa kwamba pale yale makosa ambayo yalishindikana katika agano la kale, katika agano jipya tunaona yanasamehewa kwa kifo cha Yesu Kristo, kwa kazi ya msalaba, kwa mauti ya msalaba. Anaifia dhambi yetu ili sisi tuweze kuwa watakatifu. Kwa sababu hiyo Yesu ni mpatanishi au ni mjumbe wa agano jipya. 3, agano jipya lilihusisha baraka 7. Nataka utambue kwamba agano jipya lilihusisha baraka 7 au linahusisha baraka 7 kama ifuatavyo. Kwanza, baraka ya kwanza inayopatikana katika agano jipya ni msamaha wa dhambi. Dhambi husamehewa kabisa, si kufutwa au kufunikwa tu. Agano la kale, mojawapo ya udhaifu wa agano la kale, dhambi zilikuwa zinafunikwa. Kuhani mkuu, mnakumbuka, alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka kwa damu ya mwana kondoo asiye na ila, kuombea msamaha wanadamu wote, Wayahudi wote, na dhambi zao zilikuwa hazifutwi. Dhambi zao zilikuwa zinafunikwa tu kwa mwaka mmoja. Mwaka ukiisha zinarudi pale pale, inabidi kondoo tena achinjwe, kuhani mkuu aingie. Lakini kuhani mkuu alipokuja katika Yesu Kristo, Mungu alifanya modification kubwa sana. Katika agano jipya dhambi zinafutwa, hazifunikwi. Kwa hiyo katika agano jipya ndipo tunapopata msamaha wa dhambi. Na tuliona hili neno Bwana Yesu alilisema mwenyewe wakati yuko hai. Katika Marko sura ya 2 mstari wa 10, Yesu alisema hivi, lakini mpate kujua ya kuwa mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Na hapo amwambia yule mwenye kupooza. Yesu anayo mamlaka, anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akatoa hii kauli. Hakuna mtume, hakuna nabii ambaye anaweza akasamehe dhambi. Ni Yesu peke yake. Na Wayahudi hapa walimgomea. Walitaka hata wampige mawe kwamba unakufuru, unasema unataka kusamehe dhambi, wakati anayesamehe dhambi ni Mungu peke yake. Lakini Yesu anasema mwana wa Adamu, mimi mwamba peke yangu duniani. Ndio maana ukimkosa Yesu dhambi zako hazisamehewi, na usiposamehewa wewe ni wa Jehanamu. Ndio maana wanadamu wote bila kujali dini zetu, kabila au nini, lazima tumwamini Yesu ambaye ndiye njia na kweli na uzima. Hakuna mtu atakaye kwenda kwa Mungu bila kupitia kwa yeye. Lakini tunaona mstari mwingine unaeleza habari za kusamehewa kwa dhambi duniani. Mathayo sura ya 9 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Amwambia yule mwenye kupooza, ondoka, ujitwike kitanda chako, uende nyumbani kwako. Lakini mstari huu pia wa 3 ni Luka sura ya 5 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Alimwambia yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka, jitwike kitanda chako, uende zako nyumbani kwako. Injili 3 zinakubaliana haya maneno kwamba Yesu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Kwa hiyo baraka ya kwanza tunayoipata ni ya kusamehe dhambi. Mathayo 26:28 anasema hivi, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo
kwa ajili ya wengi, kwa ondoleo la dhambi. Dhambi zinaondolewa kwa damu ya Yesu. Yesu ana jukumu lake la kwanza, baraka yake anayotoa ya agano jipya ni kuondolewa kwa dhambi. Ukijikita katika agano la kale, wewe dhambi huondolewi, bali zinakaa. Na ndio maana unaona wokovu ni mgumu, kwa sababu katika agano la kale linakuonyesha tu dhambi ni hii, hakuna njia ya kutoka. Agano jipya ndio lenye jawabu la dhambi zako kuondolewa na kusamehewa, na wewe kuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Waebrania 10:17. Dhambi zao na uasi wao katika agano jipya sitaukumbuka tena kabisa, Mungu anasema. Pili, baraka ya pili tunayoipata katika 7 ni kuhesabiwa haki kwa imani. Tunahesabiwa haki kwa imani. Mtu huhesabiwa haki bila matendo ya sheria katika agano hili. Tunasoma Warumi sura ya 3 mstari wa 24, kwa sababu watu wanafikiri tunaweza tukahesabiwa haki kwa kushika torati na amri 10 na nini. Katika agano jipya hayo mambo hayapo, na ndio maana ukichanganya haya maagano lazima uchanganyikiwe, kwa sababu agano moja linakuonyesha dhambi yako ni mbichi na ni nzito na huwezi kuiacha, lakini agano jipya unaambiwa imefutwa. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa wako katikati, hawana uhakika kwamba dhambi zao zimesamehewa, zimefutwa au bado zipo, hawana uhakika. Lakini ukikaa vizuri katika Ukristo, katika agano jipya, unakuwa na uhakika kwamba wewe ni mtakatifu, umesamehewa dhambi, umeondolewa dhambi, wala hazipo, na wakukushindia yupo, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Yesu Kristo, sisi tuliomwamini Kristo Yesu, ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Jamani, sheria ya nini? Sheria ya nini mpendwa? Kama wewe ni Mkristo, tupilia mbali kule sheria, kwa sababu haina kazi tena. Ukisoma katika Yeremia 31:32, sheria imeshaandikwa kwenye moyo, huna haja ya kuifuata. Iko huku ndani kwa ndani, inakushauri kwenye dhamiri. 3, baraka ya 3 inayotolewa na agano jipya ni uzima wa milele. Wote wanaomwamini hupokea uzima wa milele. Kuna tofauti ya uhai na uzima. Mwili uzima wake unajulikana kuwa ni uhai, na roho uhai wake unajulikana kuwa ni uzima. Sasa uzima ni wa milele. Mtu anaweza akafa mara mbili kwa kawaida. Anaweza akafa mwili, ni uhai ndio unaokufa, lakini anaweza akafa roho. Hata kama yuko hai kimwili, anaweza akafa roho. Roho yake ikifa, huo ni uzima umekufa. Katika bustani ya Eden pale Mungu aliposema mkila hakika mtakufa, alikuwa na maana watakufa uzima. Kimwili walikuwa wanaonekana wako hai, miili yao iko hai, ingawaje baadaye walikufa, lakini kiroho walikufa pale pale. Watu wengine wanasema Mungu mbona kama alidanganya aliposema mkila mtakufa hakika, mbona waliendelea kuwa hai? Walikuwa hai kimwili, uhai wa mwili, lakini uhai wa roho unaoitwa uzima ulikufa pale pale. Na shetani hajali kwamba wewe ni hai kimwili, anachohofia ni wewe kuwa hai kiroho, uzima. Sasa baraka anayoitoa ni Yesu, na ndio maana Yesu alipokuja duniani hakuleta uhai, alikuja kuleta uzima. Ukisoma katika Yohana sura ya 10 mstari wa 10, anasema mwivi haji ili kuiba, kuharibu na kuangamiza. Mimi nalikuja ili kuwa na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hiyo Yesu alileta uzima ambao tuliupoteza kwenye bustani ya Edeni. Kwenye bustani ya Edeni watu walipokufa walipoteza uzima, hawakupoteza uhai. Na Yesu alipokuja mambo mojawapo aliyoturejeshea ni uzima katika roho zetu.
Ndio maana mtu anayeokoka na kumwamini Yesu anarudishiwa uzima. Uhai unaweza ukawa nao, lakini uzima unaweza ukaukosa. Uzima unaupata unapomwamini Yesu, unapookoka. Mahali pengine katika Ufunuo wanasema una jina la kuwa hai, lakini umekufa rohoni, nafsini mwako umekufa. Kuna watu wengi leo tunao, na hata baadhi wengine ni Wakristo, wako hai kimwili na tunaona wanakula ugali na kufanya kazi zao, lakini kiroho wamekufa. Hicho kifo kinaitwa ni kifo cha uzima. Wamekosa uzima. Ukiokoka unarudishiwa uzima, unakuwa hai mara mbili. Ndio maana Yesu alisema hivi, watu wakashangaa, asema mtu akiniamini mimi hafi, na kile aishie na kuniamini hafi kabisa. Watu hawaelewi kifo anachokiongea ni kifo cha roho. Ukimwamini Yesu unakuwa mzima, hufi milele. Utakufa mwili huu, uhai wa mwili huu ndio utaondoka, lakini kama unakufa unamwamini Yesu, wewe hufi, unakuwa hai milele. Tunu tunayopewa au zawadi tunayopewa kulingana na Agano Jipya. Agano Jipya ni tamu sana. Kuhubiri Agano Jipya ndio kazi tuliyopewa, ndio kazi tuliyopewa. Thawabu nyingine tunayopata ya Agano Jipya ni Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu. Agano la Kale Roho Mtakatifu alikuwa anakaa juu, ndio maana katika Isaya juu yetu. Ndio maana katika Isaya 61 anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Yesu alisema Roho wa Bwana yu juu yangu. Katika Agano Jipya, zawadi mojawapo tunayoipata Agano Jipya ni Roho Mtakatifu kukaa ndani, sio juu. Ezekieli 36:26 neno la Mungu linasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Maneno haya ni matamu sana. Thawabu ya 5, tunapewa sheria mioyoni. Hii sheria tunayoikataa, Torati na nini, hizo tunazikataa, lakini unapookoka sheria ya Mungu inakaa ndani yako, huna haja ya kuitafuta, ipo. Wewe soma tu Warumi sura ya 2 ile yote, utakuta kwamba wanaoijua Torati wakifa watakwenda kuhukumiwa sawasawa na Torati, lakini wasioijua Torati wakifa, kuna Torati ya asili iko ndani, kwa sababu mtu ambaye hata ajui Torati, kuua anajua ni dhambi, hata akizini anajua kwamba hii ni dhambi. Torati iko ndani, kuna Torati ya asili ipo. Ukiwa Mkristo katika Agano Jipya, Torati inaandikwa ndani. Yeremia 31:33 anasema, bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Thawabu ya 6, uhusiano wa karibu na Mungu. Katika Agano Jipya Mungu anatupa uhusiano mpya. Warumi sura ya 15, Warumi sura ya 8 mstari wa 15, kwa maana hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Mstari wa 16, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Thawabu tunayoipata thawabu mojawapo tunayoipata katika Agano Jipya, tunajenga mahusiano mapya.
Mungu anakuwa baba yetu. Ni katika Agano Jipya tu ambapo Mungu ni baba yetu. Hata tunaona Yesu alipokuwa anawafundisha wanafunzi wake kusali, akawambia mkisali semeni Baba yetu uliye mbinguni. Lazima uanze na adresi kubwa, na wewe katika maombi yako usiache kuanza kwa adresi kubwa. Sema Baba katika jina la Yesu, maana katika Agano Jipya Mungu ni baba yetu, Yesu ni kaka yetu. Na kama Mungu ni baba yetu, basi sisi tuwarithi, tunarithi kwa baba yetu, haturithi kwa baba wa kimwili. Ndio maana ukiokoka huna laana, ndio maana ukiokoka huna mikosi, ndio maana ukiokoka huna vifungo, kwa sababu wewe hurithi tena kwa baba wa kimwili, unarithi kwa baba wa kiroho ambaye ni Mungu. Thawabu ya mwisho, tunakuwa ni makuhani. Ni njema sana, tunakuwa ni makuhani, tunakuwa makuhani. Ukisoma katika Ufunuo sura ya 5 mstari wa 10, ngapi? Unichanganya. Ukuhani wa waaminio, ukuhani wa waaminio. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Thawabu ya 7, sisi tunakuwa na sifa zifuatazo katika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Ukiokoka wewe unakuwa ni uzao mteule. Wewe ukiokoka unakuwa ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyewaita. Umeona hapa tunaitwa taifa takatifu. Ukiokoka, kanisa sasa hivi ndio taifa takatifu. Kumbuka wana wa Israeli walipomkataa Yesu, walinyang'anywa ardhi, wakanyang'anywa na hekalu likabomolewa, wakanyang'anywa na hali ya kuitwa taifa takatifu. Sasa hivi kanisa ndio taifa takatifu. Wewe uliookoka ndio taifa takatifu. Ndio Agano Jipya lilichotupatia, ndio sababu hapo tumepewa. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 anasema, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Jambo la 4, tunaendelea tena. Hizo ni thawabu 7 zimeishia hapo. Lakini jambo la 4 kuhusu Agano Jipya nalotaka kulisema ni kwamba agano hili lilihusu wanadamu wote. Agano hili halikuwahusu wana wa Israeli, liliwahusu wanadamu wote. Yesu alikufa kwa ajili ya wote. Tunasoma katika Yohana 1:12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wagalatia 3:22-28 unasema, hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Nimalizie kusema hivi katika sehemu hii ya kwanza. Agano hili lilitangazwa au lilianza kwa Wayahudi kwanza, lakini baadaye likageukia kwa mataifa. Hata agano hili jipya lilianzia kwao. Hapa kuna mfano mzuri sana. Yesu aliwaita mataifa kipindi kile, kabla hajageuza gia angani, aliwaita mbwa. Katika Mathayo sura ya 15 mstari 22, yule mwanamke Mkananayo hakuwa Myahudi, alikuwa na mtoto wake ni mgonjwa, akawa anapiga kelele, Bwana Yesu unirehemu, umponye mtoto wangu. Mstari wa 24, sikiliza Yesu alipomjibu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Umesikia jibu analomwambia yule mwana Yesu mwenyewe, kwamba sikutumwa kwenu ninyi mataifa. Yule mwanamke akang'ang'ana. Lakini katika mstari wa 26
Yesu anatoa tena jibu zito. Anasema, akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha mbwa cha watoto na kuwatupia mbwa. Na kuwatupia, sio kuwapa. Mbwa anatupiwa, mbwa hapewi. Manake anasema hii Injili inayohubiri ni kwa ajili ya watoto, si kwa ajili ya ninyi mbwa. Siwezi kuchukua chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Katika Agano Jipya mataifa ni mbwa. Hii ni kauli nzito, lakini huo ndio ukweli. Wale wanaojipendekeza na kulifuata Agano la Kale, kule halikutambui. Agano la Kale halimtambui mataifa. Tunatambulika Agano Jipya. Katika Agano la Kale unajipendekeza nini? Kule wewe ni mbwa. Kule wewe, yule mama Msamaria alisema Wayahudi hawachangamani na mataifa. Katika Waefeso anasema Yesu alipokufa ilibidi aondoe kwanza kiambaza cha kati kinachotutenga. Wewe unang'ang'ana. Matendo ya Mitume 1:18. Agano la Yesu Kristo halikuvunjwa na halitavunjwa kwa sababu ni agano la milele. Tunasoma hivi katika Waebrania 13:20. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu. Agano la milele kwa damu ya agano la milele. Agano la Jipya, agano la Yesu Kristo ni agano la milele. Waebrania 10:29 anasema, mwaonaje, haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano itakasayo kuwa ni kitu ovyo? Sikiliza samari hii. Agano la Adamu liliingiza dhambi ulimwenguni. Agano la Musa kazi yake ilikuwa ni kuionyesha dhambi hii. Agano la Kristo, dhambi iliondolewa. Hiyo ndio summary. Tunasoma katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye mwisho wa sheria kwa haki. Yesu Kristo ndiye mpatanishi kwa agano jipya. Yesu Kristo ndiye njia ya wokovu. Sehemu ya pili, ubora wa agano jipya. Agano jipya lina ubora wake. Ubora wa agano jipya umo katika misingi au katika msingi wake wa neema, katika msingi wa msamaha kamili, upo katika Roho Mtakatifu na uhusiano wa moja kwa moja na Mungu kupitia Yesu Kristo, mambo ambayo agano la kale halikuweza kutimiza kikamilifu. Utasoma Waebrania sura ya 8 mstari wa 6 hadi wa 13. Ubora wa agano jipya unaonekana katika vipengele kadhaa. Kipengele cha kwanza, ubora wa agano jipya uko kwenye damu yake Yesu. Damu ya Yesu ni bora ukilinganisha na damu iliyokuwa inatumika katika agano la kale, damu ya wanyama. Damu zina thamani zake kulingana na level za wanyama, na damu ya mwanadamu ina thamani kuliko damu ya ng'ombe, na damu ya mbuzi ina thamani kuliko damu ya kuku, na damu ya kuku ina thamani kuliko damu ya njiwa. Wanaotoa makafara wanajua. Na damu ya Yesu Kristo ina thamani kuliko damu ya kiumbe chochote katika dunia hii na katika dunia ijayo. Damu ya Yesu Kristo pekee, kwa sababu agano hili linatumia damu ya Yesu yenye thamani kuliko damu nyingine yoyote. Kwa hiyo ubora wa agano jipya tunaipata katika damu ya Yesu Kristo. Katika Waebrania 9:12 anasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ya ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Damu ya Yesu ni damu ya thamani zaidi na inatoa ukombozi wa milele. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo
kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kutoka kwa baba zenu. Mnaona hapa, hata ile mienendo tunayorithi kutoka kwa wahenga ilitokea pale mpaka 50. Au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani Kristo. Kwa hiyo damu ya Yesu ni damu ya thamani, inaonyesha uthamani wa agano. Utasoma Ufunuo sura ya 5 mstari wa 8. Utasoma Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 20. Ubora wa pili wa agano. Ubora wa pili wa agano jipya ni ubora wa mjumbe wa agano hili, Yesu Kristo, au mpatanishi. Mpatanishi huyu wa agano jipya ni mbora kuliko mpatanishi wa agano la kale ambaye ni Musa. Ukisoma katika Malaki unakuta anatajwa mjumbe wa agano la kale ni Musa. Katika agano jipya anatajwa mjumbe wa agano jipya ambaye ni Yesu Kristo. Tunasoma maneno hayo katika Waebrania sura ya 8 mstari wa 6. Anasema, bali sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadri alivyo mjumbe wa agano lililo bora zaidi, lililoamriwa juu ya ahadi bora zaidi. Mbona hizo zinavyotaja bora zaidi, halafu nakumbukia lile agano lingine? Vitu vya ajabu. Shetani anatupiga changa la macho ili tusiamini ubora wa agano letu, agano linalotuhusu, lenye mjumbe lenye huduma iliyo bora zaidi, lenye mjumbe wa agano lililo bora zaidi, lenye ahadi zilizo bora zaidi. Haya, ubora wa tatu unapatikana katika ahadi za agano hili. Ahadi ya msamaha kamili wa dhambi, uzima wa milele, Roho Mtakatifu na uumbaji mpya unapatikana katika agano hili. Waebrania 8:10 anasema hivi, Mungu aliandika sheria zake mioyoni mwa watu, si kwenye mawe. Ahadi zinaandikwa kwenye moyo. Mungu ameboresha agano lile. Sheria ziliandikwa katika mawe, lakini katika agano hili zinaandikwa katika mioyo. Ubora wa 4, agano halitegemei tena sheria ya nje, bali inategemea neema. Warumi sura ya 6 mstari wa 14, kwa maana hamko chini ya sheria, bali chini ya neema. 5, ubora wa 5, agano linatoa ukombozi wa milele. Agano la kale lilikuwa kivuli tu, lakini agano jipya ni halisi na la milele. Chagua agano jipya ili uweze kupata. Sehemu ya 3 na ya mwisho, ninapomaliza katika dakika chache zilizobakia, nataka tujifunze sababu kuu zilizosababisha kuanzisha agano jipya na kwa nini agano la kale lilifutwa. Nataka kwa kifupi sana nitaje sababu chache ambazo zilipelekea agano jipya kuletwa wakati agano jipya la zamani lipo na kufuta lile la zamani. Kulikuwa na shida gani? Sababu zipo hapa kadhaa, natamani kuzipitia kwa kifupi na haraka. Sababu ya kwanza, ilikuwa agano jipya lije na la kale lipite, kwa sababu Mungu alikuwa anatekeleza ahadi zake. Mungu aliahidi kwamba analeta agano jipya. Mungu aliahidi analeta agano bora. Tangu Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 tunaona Mungu anasema analeta agano. Isaya 7:14 anaahidi, anasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atampa jina lake Imanueli. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima ahadi hii ya kuleta agano jingine lenye nguvu bora kuliko yote la Yesu Kristo liweze kutimia. Sababu ya pili ya kuletwa kwa agano jipya na kufutwa kwa agano la kale ni hii:
kifo na kufufuka kwa Yesu. Kifo cha Kristo kilikuwa kafara ya dhambi zote. Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo sheria za Agano la Kale ambazo zilikuwa kivuli kwa kile kitakachofika. Katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 17, Biblia inasema mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Haikuweza tena kutoa uzima wa milele, bali Agano Jipya ndilo yenye ukweli uliofunuliwa kupitia Yesu Kristo. Sababu ya 3 kwa nini Agano la Kale limefutwa na Agano Jipya limeletwa ni uwepo wa Roho Mtakatifu. Katika Agano Jipya, Roho Mtakatifu mwenyewe ndiyo mwenyeji ndani ya kila mwanadamu muumini. Hii inabainisha au huonesha kwamba Mungu wetu anatumia sheria kutoka ndani na mahusiano mapya ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Yohana 14:16 anasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Maanake kuna mwingine alitangulia, lakini Roho Mtakatifu ni msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambao ulimwengu hauwezi kumpokea, bali kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sababu ya 4 ni ukombozi kutokana na sheria. Tulikuwa lazima tukombolewe kutoka kwenye utumwa wa sheria. Tunasoma Warumi sura ya 6 mstari wa 14. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Wale Wakristo wanaojiweka chini ya sheria sio Wakristo, wameukana Ukristo, kwa sababu Wakristo wako chini ya neema. Kama huko chini ya neema na unakataa kuwa chini ya neema, wewe sio Mkristo, wewe ni Myahudi. Maana dini ya Kiyahudi ipo na yenyewe inatumia Biblia hii, hasa Kumbukumbu, hasa Agano la Kale. Lakini Wakristo waliookoka wako chini ya neema. Hakuna kasheria lazima kaweke. Ukija kusikia mhubiri anasema huwezi kuokoka kama hujatoa zaka, huwezi kuokoka kama hujabatizwa kwa maji mengi, huwezi kuokoka kama hujamsali kwa Bikira Mariamu, huwezi kuokoka kama husali Sabato, hivyo vyote weka pembeni. Hizo ni sheria. Hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. Neema kwanza, ndipo mambo mengine yafuate. Wanaotanguliza hayo masheria halafu neema ifuate, hao si wa Kristo, ni wapinga Kristo kama wapinga Kristo wengine. Agano la Kale lilivunjwa. Sababu nyingine kwa nini Agano la Kale lilivunjwa na Agano Jipya likaanzishwa. Wayahudi wa Agano lile walilivunja wenyewe, na Mungu anatamka wazi wazi katika Yeremia 31:31, angalieni siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya Agano Jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. 32, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku zile nilipowashika mkono, ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Agano la Kale walishalivunja, halipo. Mungu akaona alete agano jipya kwa sababu lile la kale wameshalivunja. Wanadamu wenyewe wameshindwa kulitekeleza. 6, kwa nini agano la kale lilifutwa na likaletwa agano jipya? 6, agano la kale lilikuwa ni agano zito, halikuwezekana kutekelezeka. Hakuna mwanadamu aliyeweza kulitekeleza agano lile, hadi leo halipo. Matendo ya Mitume 15:10 yanasema, basi sasa mbona mnamjaribu Mungu
kwa kuiweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi ambao baba zetu wala sisi hawakuweza kulichukua? Hii ni lawama ambayo inatupwa kwa wale wahubiri ambao walihubiri mwanzoni mwa kanisa, wakataka mataifa waliookoka basi washike na Torati ya Musa. Sinodi ya kwanza ikakaa katika Matendo ya Mitume sura ya 15 katika mstari wa 10 wamesema, jamani, mbona tunamjaribu Mungu? Maana yake kuirudisha sheria katika kanisa wakati huu ni kumjaribu Mungu. Wewe unayeendekeza sheria unamjaribu Mungu. Wewe unairudisha sheria wakati huu, adui yako ni Mungu wala sio shetani. Shetani anapiga makofi huku kwa sababu unakwenda kinyume na Agano Jipya ambalo ni la neema. Yakobo 2:10 anasema, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua, wewe umekuwa mvunja sheria. Mathayo 11:29, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwangu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Agano Jipya nira yake ni laini. Agano Jipya mzigo wake ni mwepesi, tofauti na Agano la Kale. Nira yake ni nzito, mzigo wake ni mzito. Nira ni nini? Nira ni kifaa kinachowekwa katika shingoni mwa ng'ombe au mnyama ili kuvuta mzigo. Kibibilia nira humaanisha ni mfumo wa kumtumikia Mungu kwa kujiweka chini ya mamlaka fulani. Sasa unaweza ukamtumikia Mungu kwa nira ya Yesu au kwa nira ya Musa. Sisi tuko kwenye nira ya Kristo ambayo ni laini. Tuko kwenye mzigo ambao ni wa Yesu ambao ni laini. Na katika mzigo Yesu alisemaje? Mzigo wenyewe ni laini kwa sababu anakwambia, lete, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ndio maana mizigo katika Agano Jipya ni laini. Ndio maana nira katika Agano Jipya ni laini. Ukija kusikia mtu anasema wokovu ni mgumu sana, sijui nani atakayeokoka, huyo amechanganya wokovu na Torati na sheria. Lakini anayekaa katika neema ya Mungu sawa sawa, nira ni laini, wokovu ni laini. Bwana, mtu asikudanganye, wokovu ni laini. Acha maneno. Jambo la 7, namaliza sasa. Kwa nini Agano la Kale lilifutwa na likaletwa Agano Jipya? Agano la Kale lilifutwa na kuletwa Jipya kwa sababu Agano la Kale lilikuwa na mapungufu. Biblia inasema wazi kabisa. 7, lilikuwa na mapungufu. Waebrania sura ya 8 mstari wa 9. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi kwa kadri ya mjumbe wa agano iliyo bora zaidi, lililoamuriwa katika hali zilizo bora zaidi. Mstari wa 7, maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingatafutwa kwa ajili ya lile la pili. Agano la Kale lilikuwa na mapungufu, na upungufu mmojawapo wa Agano la Kale, Mungu dhambi za Agano la Kale Mungu alikuwa anazifunika tu, alikuwa hazifuti, alikuwa anazikumbuka, alikuwa anakumbuka uovu. Agano Jipya anazifuta na wala hakumbuki. Agano Jipya ni bora zaidi. Agano la Kale Mungu anakumbuka dhambi zako. 9, Agano la Kale ni kivuli, ni kuukuu. Ni kuukuu. Ukisoma katika Ibrania 8:13, kwa kuwa kusema Agano la Kale amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu, lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa kikaribu na kupotea. Nilikuwa nasoma kwenye Biblia ya Amplified Bible ya Kiingereza, lile neno kuukuu amelitafsiri na kuweka kwenye mabano. Amesema out of use. Agano la Kale ni kuukuu, maana yake ni out of use. Waliosoma English, wanaojua Kiingereza, wanajua nini maana ya out of use. Maana yake halitumiki tena. Wewe unayelitumia
hata Mungu anakushangaa. Waebrania 8:13. Mwisho, Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Namba 10. Kwa nini Agano la Kale lilifutwa na Agano Jipya kuletwa? Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Waebrania 10:1. Basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kukamilisha wakaribiao. Katika somo la leo tumejifunza Agano Jipya kwa undani, hata kama ni kwa ufupi. Unajua, tumejifunza sehemu 3 za muhimu. Tumeona maana ya Agano Jipya ni nini, lakini pili, tumejifunza ubora wa Agano Jipya ni upi, na 3, tumejifunza kwa nini Agano la Kale lilifutwa na Agano Jipya kuanzishwa. Tumeona sababu 10. Sikiliza somo hili tena na tena na tena, na kushauri fuatilia kimaandiko. Andika kama watu wa Beroya, hakiki kipengele kwa kipengele, jiridhishe kwamba je, mambo haya ndivyo yalivyo? Kwa sababu madhehebu yetu, dini zetu zilizopita hazikutupitisha huku kwenye ukweli huu, na huu ndio ukweli, na ndio maana ya darasa huru. Tunasema haya mambo kama yalivyo, kwa sababu mimi siogopi waumini wangu kukimbia, lakini viongozi wengine wa dini na madhehebu wanaogopa kusema ukweli huu kwa sababu Wakristo wao watawakimbia. Lakini hebu kuwa kama mtu wa Beroya, hakiki neno hili, jifunze tena na tena na tena. Namuomba Roho Mtakatifu akusaidie na akufunulie ili uweze kujua somo hili, uweze kujua. Kesho inabidi tumalizie somo letu, tumeongeza siku moja, tumalizie kuijua Biblia. Leo ilikuwa siku ya 3. Kesho tutaingia siku ya 4, tunamalizia. Kuna somo uzuri sana kesho. Don't miss. Mungu akubariki na Roho Mtakatifu akutangulie. Amen. Sema.